Mambo vipi ewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media. Karibu mahali ambapo huwa tunaenda kuchambua soka ambalo limeweza kupigwa majira ya leo katika uwanja wa New Amaan Complex huko Zanzibar. Simba ambapo walikutana wajukuu wa huko Manispaa ya Berkane, watoto kutokea huko Morocco, ambao mpira ni umechezwa kweli kweli. Yale ambao walijitokeza katika uwanja wa Manispaa ya Berkane baada ya Simba kwenda kucheza finali ya kwanza katika jiji hilo na kufungwa mabao ya mapema, ndivyo walichokifanya Simba katika mchezo wa leo wa kupiga bao la mapema, ambao bao hilo ameweza kulifunga Joshua Budo Mutale, ambaye ameonekana kuwa na kiwango kizuri kwa hivi sasa, lakini kuna matukio mengi ambayo tumeweza kushuhudia katika uwanja. Sasa karibu tulichambua ile tukio ambalo tuliweza kuliona. Moja kati ya tukio, na tukio la kwanza ni ile la kupigwa kadi nyekundu kwa Yusuf Kagoma, lakini pia tukio la pili ni ile tukio ambalo liliweza kumuonesha kipa wa Simba Sport Club Ping Kamara wakipigana wao kwa wao na wachezaji wenzake wa Simba. Hao ni matukio mawili ambayo yameweza kuzua sintofahamu sana katika mchezo wa leo ambao umeweza kupigwa huko Zanzibar. Ikumbuka kwamba katika mchezo wa leo kwanza ulikuwa una pressure kubwa, lakini cha kwanza ama cha muhimu ni rais wa huko Zanzibar aliweza kuahidi kitita cha dola 100,000. Hizo ni pesa nyingi sana ukikonvert katika pesa za Kitanzania. Kwa hiyo kwa kweli Simba wamepambana sana, vijana wanastahili kongole, na mchezo ulikuwa una pressure kubwa. Tukiangalia katika mchezo huu, sema kweli RS Berkane kama vile alikuwa ameshikwa kinamna fulani hivi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ilikuwa sio rahisi katika mchezo huu. Mchezo ni umechezwa kweli kweli. Sasa tukio la kwanza tukiliangazia kwa kina, hili tukio ambalo liweza kumuonesha mchezaji wa timu ya Simba Sport Club. Hapa nazungumzia mchezaji kutokea huko Kigoma, na huyu si mwingine ni Yusuf Kagoma, ambaye ameweza kupigwa kadi nyekundu na huyu refa, na tumeona usema kweli hili tukio limehuzunisha watu wengi baada ya kumuona pia kocha wa Simba Fallu Davis kupigwa kadi ya njano, lakini pia katika benchi la ufundi kocha msaidizi naye pia ameweza kupata kadi nyekundu, matukio ambayo yameweza kuteka sana headlines kupitia mitandao mbalimbali. Na hichi kitu kimefanya wana Simba waonekane kama vile ni wamepambana kishujaa, yani kama ni mchezo basi wameucheza mchezo wa kishujaa, na kisema kweli wamepambania kile ambacho kimeenda kufanya uwanjani, na hatimaye Simba wanastahili kongole kubwa sana hapa Afrika. Timu hii yenye ubora ulioshika nafasi ya 4 katika dimba la michezo Afrika, ambapo tuliweza kumuona pia Rais Motsepe alikuwepo pia jukwani. Sasa tukirudi katika ile tukio la Yusuf Kagoma, mchezaji kutokea huko Kigoma, baada ya kupigwa kadi nyekundu, kwanza imewashangaza wengi, hadi commentator ambaye Sauti ya Radi Baraka Mpenja. Mbali na hayo yote, mchezo ulikuwa unavutia kweli kweli. Tumeweza kuona goli la pili limeweza kupigwa na Steven Dese Mukwala, bao la kichwa ambalo limefurahisha mashabiki. Kisoma kweli Simba ndio timu pekee ambayo pengine inastahili kongole sana. Yusuf Kagoma ameweza kupigwa kadi nyekundu katika mchezo huu, lakini kadi hiyo ambapo kwa mara ya kwanza graphic design ambao wanarusha matangazo live kufuatia mechi ya leo waliweza kuandika pale kadi ya kwanza iliweza kupigwa na Shoma Kapombe, lakini kumbe ilikuwa ni kadi ambayo iliweza kupigwa Yusuf Kagoma. Kwa hiyo mchezo huu umeibua hisia nyingi kweli kweli na watu wengi wamefurahi sana. Kwa hiyo mimi sina cha kuongezea. Ukirudi katika kadi ambayo aliweza kupigwa Fallu Davis, na hii ni baada ya kutoka katika eneo lake na katika ile eneo lake alipotoka ndipo alivyokwenda kumsumbua refa ama lensman, refa msaidizi, ambapo ndo akaja akatoka refa mkuu na kumpa kadi ya njano. Lakini pia katika benchi ambapo aliweza kupewa kocha msaidizi kadi nyekundu, hiyo imepelekea pia kupigwa, na hii ni baada ya kuanza kurusha maneno madogo pale alipoona kama vile mambo hayaendi sawa. Hiyo yote imepelekea mambo mengi sana. Kwa hiyo mchezo naweza nikasema kwamba ilikuwa ni mgumu kweli kweli, na mchezo kwa kweli ilikuwa una hadhi ya finali. Alikuwa pia rais wa CAF, na huyu mwingine ni Motsepe kutokea huko South Africa, ambapo juzi tuliona pia timu yake iliingia uwanjani na watoto wadogo kutokea pale Pyramid ambapo anakichezea Maele, na nasema kweli ilikuwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Kwa mbali na hayo yote, mchezo huu wa Simba kwa kweli ulikuwa na matukio mengi. Nimtazama haya matukio baadhi ambayo nimekuwekea hapa ni Blue House Dax Media. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi.